السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، محمد صلى الله عليه وسلم الذي تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبتش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن استعاذني لأعيذنه، ولئن سألني لأعطينه. Rawahu Muslim. Ndugu zangu, leo tutaishi katika hadithi al-Qudsi ambaye ni hadithi nzito sana kwa mtu yoyote ambaye yuko na nafasi ya kukaa basi na akae. Kuna mambo mazito hapa ambayo tunataka kuyataja. Jambo la kwanza, ndugu zangu, tofauti ya hadithi al-Qudsi na Qur'an. Hizi zote mbili ni wahi kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini kuna tofauti. Qur'ani ni maneno ya Mwenyezi Mungu aliyomteremshia mtume kwa njia ya wahi, na maneno ambayo mtume atataja vile vile ameteremshiwa. Mfano, Mwenyezi Mungu alipomteremshia mtume alhamdulillahi rabbil alamin, maneno haya ni Mwenyezi Mungu ndo ambaye aliyatunga. Anapewa mtume atamke tu, wewe rudia kama vile Mwenyezi Mungu alivyokuteremshia, basi hii ndo Qur'an. Lakini hadithi al-Qudsi ni maneno ya Mungu, lakini anamwachia mtume ndo achague yale matamshi ambayo atakayetamka. Kama hii hadithi ambayo tumeitaja hapa, mtume akachagua akasema, man aada li waliyan. Matamshi haya ni matamshi yake mtume, lakini ni maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Amemwachia mtume mwenyewe ndo achague matamshi. Na tofauti ya Qur'an na hadithi al-Qudsi, Qur'ani unawajibika wewe kuswali nayo. Unaweza ukasimama nayo ukaswali katika Qur'an, katika swala ukasoma surati al-Fatiha, ukasoma sura nyingine katika Qur'an, lakini hauwezi kutumia hadithi al-Qudsi ndani ya swala ukasema leo bwana mimi nitasoma Fatiha na hadithi al-Qudsi aliyoipokea Abu Huraira, man aada li waliyan faqad adhantuhu bilharb, kama katika hadithi nyingine za Qudsi, swala yako haitokubaliwa. Na upate kujua vile vile tofauti ya hadithi al-Qudsi na Qur'an. Qur'ani imehifadhiwa, inna nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Hii Qur'ani Mwenyezi Mungu anasema sisi ndo ambaye tumeiteremsha Qur'ani na ni sisi ndo ambaye tutakayehifadhi Qur'ani. Hakuna mtu anaweza kuthubutu kubadilisha hata nukta. Mahali pa nun ukaitoa ile nukta ukaiweka chini iwe ni ba, basi haiwezekani. Au kabadilisha harf, au kabadilisha mfano ni sakna au fatha au kasri, haiwezekani. Mungu amehifadhi na ana walinzi wake katika dunia hii ambaye ni mimi na wewe. Ikitokea mtu tu anataka kuibadilisha Qur'an,
basi pale pale itajulikana na hiyo Qur'ani itachomwa na ile asli itabakia ila qiyami saa. Hii ni moja katika miujiza ya Qur'an. Toka ilipoteremshiwa mtume miaka 1400 na iliyopita mpaka leo na mpaka kiyama itakaposimama, ambayo haijulikani ni lini, Qur'ani haitobadilishwa. Kinyume na vitabu vingine, Biblia mfano ni Taurati, Zaburi, Injili, zimeshabadilishwa leo. Watu wametoa maneno ya Mungu ndani ya hizi vitabu wakatia maneno yao. Lakini naye hadithi al-Qudsi vile vile haijahifadhiwa kama ilivyohifadhika Qur'an. Kuna baadhi za hadithi al-Qudsi ambaye tayari watu wameshatia maneno yao ndani, ameshasingiziwa mtume, ni zingine ni dhaifu. Kwa hivyo hii ndo tofauti iliyopo kwa ufupi ya Qur'ani na hadithi al-Qudsi. Lakini katika hii ambayo tumeitaja hapa, ambaye ameipokea Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi, kunya yake ikiwa ni Abu Huraira, Mtume SAW ameipokea hii kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anasema, man aada li waliyan faqad adhantuhu bilharb, mtu yoyote ambaye atakayewafanya marafiki zangu ndo maadui zake, wali wangu ndo maadui zake yeye, basi mimi Mwenyezi Mungu nimetangaza vita naye. Mungu akitangaza vita na wewe, ndugu zangu, hii vita utaishinda kweli? Malikul Muluk, wanasema Waingereza, King of Kings, ametangaza vita na wewe. Sahau vita vyote ambavyo viko duniani, na zile vita kubwa ambayo imewahi kupiganwa haijawahi kulinganishwa na hizi vita vya Mungu dhidi yako wewe. Hizi ni vita vibaya kuliko vita vyote duniani manake. Na ndio unaona hapa, ndugu zangu, nikawaambieni ni mada muhimu. Tutakuja kuona hapa ndani ya Qur'ani Mwenyezi Mungu ametangaza vita na mtu mmoja, na ndani ya hadithi al-Qudsi, ndio hii hadithi ambayo tumeitaja hapa, Mwenyezi Mungu ametangaza vita na watu ambaye wanatangaza vita na marafiki wa Mungu, mawali wa Mwenyezi Mungu. Hawa ndio watu wawili peke yao ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametangaza vita na wao. Tutakuja kuwataja hapa. Lakini kuna watu watatu ambao Mwenyezi Mungu amewataja katika surati al-Maida aya nambari 33. Hawa ndo watu ambao wameamua kutangaza vita na Mungu. Ushawahi kuona watu duniani hapa ambao wameamua kutangaza vita na Mungu? Hawa wawili Mungu ndo ambaye ametangaza vita na wao, lakini kuna wale ambaye wameamua kutangaza vita na Mungu. Maana yake wanamwambia Mwenyezi Mungu, wewe unajifanya wewe Mungu una uwezo basi tutakuonesha kwamba sisi tuna uwezo kuliko wewe. Na hakuna watu hatari katika dunia hii, na tutakuja kuwaona ni kina nani hawa, ndugu zangu, kama hawa. Sasa hii hadithi, jambo la kwanza, man aada li waliyan faqad adhantuhu bilharb, mtu yoyote ambaye atakayewafanya marafiki zangu, mawali wangu ndo maadui zake, basi mimi Mwenyezi Mungu nimetangaza vita nao. Marafiki wa Mungu ni kina nani hawa, ndugu zangu? Mawali wa Mwenyezi Mungu ni nani? Kwanza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewataja hawa ndani ya Qur'an, akasema, ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Mawali wa Mwenyezi Mungu wana sifa mbili katika hii aya. Hizi sifa mbili zimewapelekea kwenye sifa zingine mbili. Unapokuwa na hizi sifa mbili, itakupelekea kwenye hali nyingine nzuri mbili. Hii hali nyingine nzuri mbili ni anasema kwamba anasema ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim. Sifa mbili ambazo hizi sifa mbili za awliya Allah itakupelekea wewe, kwanza hawana hofu katika dunia hii. Mawali wa Mwenyezi Mungu hawana hofu katika hii dunia, wanaishi maisha raha, moyo wao umetulia, wako ndani ya amani, hawana dhiki. Wala hum yahzanun, na hawana huzuni.
Wewe ukishaona moyo wako haina dhiki na dunia hii, haina hofu na hii ulimwengu, moyo wako umetulia, uko ndani ya amani, unaridhia ulichonacho hata kama ni ndogo, basi hii ni sifa katika wale watu ambao wamepewa sifa katika wale mawali wa Mwenyezi Mungu. Sasa sifa zao ni kina nani hawa? Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Mawali ni wale ambao wamemwamini Mwenyezi Mungu. Ukimwona mtu yoyote ana iman, ni mu'min, huyu ni wali wa Mungu. Imani maana yake anamwamini Mwenyezi Mungu na hajawahi kumuona, anamwamini Mtume Muhammad sallam na hajawahi kumuona, anaamini kwamba kuna adhabu al-qabri, anaamini ya kwamba kuna hisabu siku ya kiyama, anaamini kwamba kuna kusimamishwa mbele ya Mungu, anaamini kwamba kuna pepo na kuna moto. Basi huyu ni mu'min. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaficha hawa miongoni mwetu, hakuna anayejua hiyo. Anaweza kuwa ni mimi na anaweza kuwa ni wewe. Ndio unaona Muislamu yoyote ambaye ana imani, usijaribu kukosana naye katika makosa isiyokuwa ya msingi. Huenda ikawa unakosana na wali wa Mungu, rafiki yake Mungu, na Mungu akatangaza vita na wewe bila wewe kujijua. Tahadhari sana na mambo ya kukosana na watu ovyo ovyo. Leo kuna baadhi ya watu malasafu shadid wanapokaa na watu, yeye ni jirani, yeye ni mtu ambaye tunafanya naye biashara pamoja, tunafanya naye kazi pamoja, kazi yake ni kuwaudhi watu tu. Kila mahali alipo yeye ni matatizo tu. Anamchongea huyu, anamfitinisha huyu, anamtukana huyu, anamsema vibaya huyu. Tahadhari ndugu yangu. Huenda ikawa unawachezea watu ambaye daraja yao mbele ya Mungu si watu wa kawaida hawa. Wanaweza kuwa ni auliya Allah. Wakanu yattaqun. Na sifa ya pili ya mawali ni wale watu ambao wanamuogopa Mungu, na kumuogopa Mungu ni katika njia mbili. Wanafuata maamrisho ya Mungu, yale mambo yote ambayo Mungu amewaamrisha wanafanya, na wamewacha makatazo ambayo Mwenyezi Mungu amewakataza. Hii ndio sifa ya muttaqun. Mtu yote ambaye ni taqi anawacha makatazo ya Mungu na anafuata maamrisho yake. Kwa hivyo hawa ndio mawali wa Mwenyezi Mungu ambao wanaweza kuwa miongoni mwetu hapa. Ndio pale Imamu Shafi'i alipotafsiri hadithi hii anasema al-ulama humul awliya. Wanazuoni ndiyo mawali. Ukimuona mtu yoyote ambaye ni alim, mtu yoyote ambaye ni msomi katika dini hii, huyu huenda ikawa vile vile katika mawali wa Mwenyezi Mungu. Anasema ni kwa nini maulama ndo mawali wa Mwenyezi Mungu? Anatafsiri aya katika Qur'ani, anasema innama yakhsha Allaha min ibadihi alulama. Hakika watu ambao wanamuogopa Mwenyezi Mungu katika waja wake Mwenyezi Mungu ni wanachuoni, ni watu walosoma. Hawa si watu wa kuchezewa ndugu zangu. Ukimuona mtu yoyote ambaye ni alim, ana elimu kukuzidi wewe, muheshimu sana mtu kama huyo. Kuna wale katika maulama ambaye hawafati sheria. Ni mtu amesoma lakini mpaka leo hajielewi, hajafahamu yale ambayo amesoma. Anafanya baadhi ya mambo sivyo. Kuna baadhi ya maasi anayafanya, ana tabia mbovu yuko nazo, anawakejeli watu, anawatapeli watu. Kuna wale ambao wanajinasibisha na wanazuoni lakini hawana sifa za wanazuoni. Lakini kuna wale wanazuoni ambaye ukiwaona wewe unamkumbuka Mungu. Idha raaitahu yudhakiruka billah. Ukimuona huyu mwanachuoni anakukumbusha Mwenyezi Mungu, unamkumbuka Mungu. Wa idha jalasta ma'ahu zada imanuk. Na ukikaa pamoja naye huyu mwanazuoni, imani yako inazidi. Wa idha takallam ma'ak zada fi ilmuk. Na akiongea na wewe elimu yako inaongezeka. Huyu ndio mwanachuoni huyu. Wa idha raaita a'malahu yudhakiruka bil akhirah. Na ukiona matendo yake huyu mwanachuoni inakukumbusha akhirah.
Ndio unaona ukikutana na mtu kama huyu unampa heshima ya hali ya juu sana. Leo kuna baadhi ya watu duniani wanawakosea sana ulama katika dini hii. Ulama wangapi leo wamefanywa kejeli katika ulimwengu? Ulama wangapi ambaye leo wamefitiniwa, wametiwa ndani ya jela, wamekatazwa kutoa darsa kama hii msikitini, wamekatazwa kutafsiri Qur'an, wamekatazwa kuelimisha watu elimu walosoma. Wengine wameuawa, wengine wametiwa ndani, wengine wamepotezwa. Unajua leo watu wanawafanyia uadui wanazuoni duniani, kumbe wanakosa kufahamu ya kwamba hawa ni mawalii wa Mwenyezi Mungu, ni marafiki wa Mungu hawa. Na unapotangaza vita na alim min ulama, basi Mwenyezi Mungu ametangaza vita na wewe. Na ndugu zangu, leo duniani wanazuoni leo wanafanyiwa kila aina ya mabaya, lakini ulimwengu inakosa kufahamu kwamba kwa sababu ya wanazuoni hawa ndio Mwenyezi Mungu mpaka leo hajateremsha adhabu. Unajua nyumati zilizopita watu wakifanya madhambi wanaambiwa ngojeeni hapo hapo, siku hiyo hiyo. Wengine wanaambiwa ngojeeni siku 3, wengine ngojeeni kesho yake. Ima wanapigwa na sauti ya parapanda wanakauka hapo hapo, ama wanazamishwa katika ardhi, au inaletwa upepo wa kimbunga wanafyekwa, na mpaka leo wengine hawajulikani wako wapi. Lakini kwa sababu ya ulama katika asiri yetu ya sasa hii, Mwenyezi Mungu amezuia adhabu. Ndugu zangu, unajua madamu kuna mtu amekaa hapa chini na wengine wamekaa wanasikiza, basi matarajio ya hii umma ni kubwa sana, na Mwenyezi Mungu hawezi kuteremsha adhabu. Siku ile itakosana hii, itakosekana hii. Hakuna mtu ambaye leo anamkumbusha mwenzie, hakuna mtu ambaye anamnasihi mwenzie, hakuna mtu ambaye anawakataza wenzie maovu ambao wanayafanya. Kila mtu anamwangalia anachofanya na afanye, bwana shauri yake, inanihusu nini mimi? Siku hiyo ndo Mwenyezi Mungu anateremsha adhabu katika dunia hii. Na hii Mtume Muhammad sallam ameithibitisha kwa hadithi aliyoipokea Zainab binti Jahash. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaapa, anasema wallahi, anasema fawalladhi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushikanna Allahu an yab'atha 'alaykum 'iqaban min 'indihi thumma la tad'unahu fala yustajabu lakum. Mtume anasema wallahi, na apa na Mola ambaye nafsi yangu imo katika mikono yake, wallahi nyinyi Waislamu mtaamrishana mema. Hii lam inaitwa lamul qasam. Mungu anaapa na harufu ya lam. Na wallahi mtakatazana maovu. Nani ambao wanaamrisha wenzao mema? Nani ambao wanawakataza wenzao maovu zaidi ya ulama? Juu ya mimbari ya Ijumaa, katika darsa kama hii, katika mihadhara, kwenye halaka ya elimu, wanapokutana katika sehemu fulani fulani, na musipoamrishana mema na kukatazana maovu, basi mtamlazimisha Mwenyezi Mungu kuteremsha adhabu kutoka kwake yeye. Mtamlazimisha Mungu. Nyinyi ndio ambao mtasababisha Mwenyezi Mungu ateremsha adhabu, lakini alikuwa hataki kufanya hivyo. Thumma la tad'unahu fala yustajabu lakum, kisha mtainua mkono kumuomba, ya Allah tuondolee, tuepushie, tunaogopa ya Allah, tumo ndani ya hatari, wala asiweze kuwajibu tena. Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wala hum yahzanun. Tahadhari sana ndugu zangu, kama alivyosema mmoja katika salafu na salih, luhumul ulama masmuma, nyama ya wanazuoni ina sumu ndani yake. Tahadhari kumchezea mwanachuoni yoyote. Leo kuna baadhi ya watu miongoni mwetu wamefitinika, kazi yao wamo katika aradhi nnas, hasatan ulama. Ulama fulani anamtaja kwa vibaya, anamuingiza mwingine peponi, anamtoa mwingine katika pepo ya Mungu, anampiga x mwingine na mwingine anampiga tik, huyu anafaa huyu hafai. Na kama alivyosema Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah katika Fatawa al-Kubra, likulli alimin zalla, kila mwanachuoni ana utelezi, ameteleza mahali. Lau tunaanza kutafutana hapa ndugu zangu,
Wanachuoni wote ambao tunawajua sisi, hakuna hata mmoja ambaye hana kasoro. Ni binadamu, alokamilika ni Mwenyezi Mungu. Alkamalu lillahi wahda, alokamilika ni Mwenyezi Mungu peke yake. Tena wanazuoni wakubwa ndo wanafanya baadhi ya makosa makubwa, mengine hata huwezi kuyataja mbele ya watu, lakini anabakia kama ni binadamu. Watu wanampa udhur, watu wanasema fiha nadhar, ule bwana, mimi naona kuna matatizo, imewahi kutokea baadhi ya mambo isiyoeleweka hapa, lakini hatumtoi katika Uislamu, wala hatumkejeli, wala hatumfedheheshi mbele ya watu. Leo kuna baadhi ya watu kazi yao toka asubuhi mpaka jioni anaangalia kasoro za ulama tu, huyu fulani, kana kwamba yeye hana kasoro katika dunia hii. Yeye elimu yake yote anaelimisha watu, yake iko sawa, na ukija kumchunguza yeye, yake ni mabaya zaidi kuliko ya wale wanazuoni ambao anawataja wao. Sasa ndugu zangu, tumetaja hapa mtu wa kwanza ambao Mwenyezi Mungu ametangaza vita naye ni watu watatu katika hii hadithi. Mtu wa kwanza ni mtu yeyote ambaye ana imani, huyu ni wali wa Mwenyezi Mungu, anaweza kuwa ni mimi, anaweza kuwa ni wewe. Mtu wa pili ni mtu yeyote ambaye ni mcha Mungu, anafuata maamrisho ya Mungu na ameacha makatazo ya Mungu, huyu vile vile anaweza kuwa ni wali min awliya Allah, miongoni mwa marafiki wa Mungu hawa. Na mtu wa tatu anaweza kuwa ni alim yoyote. Ukimwona alim yoyote, ndugu zangu, mpe heshima ya hali ya juu sana. Kwa hivyo twende haraka katika kundi la pili ambaye Mungu ametangaza vita na wao. Ni kina nani hawa? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewataja katika surati Al-Maida. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ni mtu yoyote alojihusisha na mambo ya riba. Mtu yoyote ambaye amejihusisha na riba katika njia moja au nyingine, Mungu ametangaza vita naye. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, na hii aya Mwenyezi Mungu hajawahi kutamka aya kama hii ndugu zangu, isipokuwa katika masala ya riba. Akawahutubia waumini, kisha akawaambia waumini, mtu ni muumini, kisha Mwenyezi Mungu anamwambia muogope Mungu wewe na usijihusishe na mambo ya riba. Anamkanya muumini, wacha muislamu wa kawaida ambaye ni jina tu. Mwenyezi Mungu anasema, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wadharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'adhanu biharbin min Allahi wa rasulih. Enyi mlioamini nyie, muogopeni Mwenyezi Mungu na muache kujihusisha na mambo ya riba, na musipofanya hivyo, maana yake musipofuata maamrisho ya Mola wenu kuhusiana na masala ya riba, basi Mwenyezi Mungu ametangaza vita na nyinyi. Mwenyezi Mungu na mtume wake wametangaza vita na nyinyi. Wewe Mwenyezi Mungu akishatangaza vita na wewe, ndugu zangu, unatarajia nini katika dunia hii? Akhira yako itakuwaje? Unatarajia salama ndugu zangu? Yaani wewe leo unatangaza vita na Mungu, unajenga nyumba, unaishi ndani yake, sakafu yake yote imejengwa na riba. Unapolala wewe kwenye kitanda unaiangalia riba yako ikiwa juu yako, alafu unaaminisha kwenye maisha yako kwamba itakuwa salama. Haiwezi kuwa salama. Na hapa ndugu zangu ni jambo la hatari nitaka nielezee, ambaye fitna hii imetuzunguka wote Waislamu. Kama kuna fitna duniani sasa hivi ambaye imewazunguka Waislamu na vumbi yake imemgusa kila mmoja katika Waislamu, ni masala ya riba. Ni masala ya riba ndugu zangu. Ndio unaona mtu yoyote ambaye anayekula riba, siku ya Kiyama atafufuliwa kutoka ndani ya kaburi kama wazimu. Atakuwa hajijui, hajitambui, anaanguka, anaongea ovyo, anatoka ajui akimbie, arudi nyuma, yumo ndani ya fadhaiko. Ndio mmoja katika salafu na salih anasema, arriba madharatun wa madhilla. Mtu yoyote mwenye kujihusisha na riba atadhurika na atadhalilika. Kudhurika ni hapa duniani mwanzo,
na kudhalilika ni siku ya akhira. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema alladhina yaakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas, wale ambao wanaokula riba hawatoamka kutoka kwenye usingizi wao ndani ya kaburi, isipokuwa watasimama kama mtu ambaye amesibiwa na sheitani. Maana yake amepagawa, hajui anafanya nini, anataka kwenda wapi, hajui, amekuwa hairan, hajui anazungumza kitu gani. Hii ndo hali yake itakavyokuwa, atachanganyikiwa vibaya sana. Sasa mtu kama huyu unatarajia atapita mtihani mbele ya Mungu? Ndugu zangu, mtu kama huyu anatarajia kwamba atapita mtihani? Ndo Mtume sallam katika hadithi ambayo ameisahisha al-Albani katika Jami' as-Saghir wa Ziyada, Mtume sallam katika hadithi aliyoipokea akhrajahu at-Tabarani fi al-Awsat an Bara bin Azib radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ar-riba 72 baban adnaha mithla itiyani ar-rajul ummah. Nataka mnisikize kwa makini sana ndugu zangu, hii hadithi inatisha kwa kweli. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema riba ina milango 72. Mlango wa chini kuliko zote ni sawa na mtu kuzini na mama yake. Hii ndo mlango wa chini kuliko zote ndugu zangu. Mlango wa juu utakuwaje? Mlango wa juu, Mtume sallallahu anasema wa arbu riba wa inna arba riba istitalatu rajul fi irdhi akhi, na riba iliyokuwa mbaya kuliko zote ni mtu kuendelea kumuharibia jina ndugu yake Muislamu. Hii ndio riba iliyokuwa mbaya kuliko zote. Ya chini kuliko yote ni sawasawa na mtu kulala na mama yake. Kuna riwaya inayosema ni sawasawa na mtu kumuoa mama yake mzazi. Lakini riba ya juu kuliko zote ni mtu ambaye anaendelea kila siku, yeye yumo ndani ya aradhi nas. Fulani bwana, una habari za fulani bwana, fulani leo amesema hivi, fulani leo amefanya hivi, basi yeye ni aibu za watu tu. Hii ndo Mtume anasema ndo riba iliyokuwa mbaya kuliko zote. Tahadhari sana na heshima za watu ndugu zangu. Nani ambaye leo anaweza kuzini na mama yake ndugu zangu? Lakini wengi wetu hapa wameshazini na mama zao na wao wenyewe hawana habari, kwa kujihusisha na mambo ya riba. Na riba ndugu zangu, lao unakula shilingi moja ya riba tu, umejihusisha katika riba kwa shilingi moja tu. Mtume ametaja dirham moja katika hadithi aliyopokea Handhala, Abdullah bin Handhala ghisilu almalaika radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam dirham riba yaakuluhu ar-rajul wa huwa ya'lam ashaddu min 36 zaniya. Shilingi moja ya riba ambayo Muislamu anaikula, ukikula shilingi moja ya riba na wewe unajua kwamba hii ni haramu, wa huwa ya'lam, anakula huko anajua ni haramu, basi ni mbaya zaidi kuliko mtu kuzini na wanawake 36 kwa shilingi moja ya riba tu. Ina maana ukijihusisha kwenye muamala wa riba ya shilingi 2 unaandikiwa mbele ya Mungu kwamba umezini na wanawake 72. Shilingi 3 umezini na wanawake 108. Sasa wale ambao wanaojihusisha katika mambo ya riba ya mamia ya pesa wamezini na wanawake wangapi? Wale ambao wamejihusisha kwenye riba ya maelfu ya pesa wamezini na wanawake wangapi? Mamilioni ya pesa ndugu zangu, wamezini na mabilioni ya wanawake wangapi?
Ndio unaona wengi wetu hapa, inawezekana sisi hatujawahi kuzini lakini tunazini usiku na mchana kwa sababu ya kujihusisha katika muamala wa riba. Ndio unaona kulingana na madhambi haya, ndugu zangu, Mtume Muhammad sallam akamlaani mtu ambaye anajihusisha na mambo ya riba. Kujihusisha tu katika njia moja au nyingine, madhambi yao yote watu watano hawa ambaye Mtume amewalaani, madhambi yao Mtume anasema wahum fil wizri sawa, hawa wote katika madhambi na mzigo hakuna tofauti. Ndio Mtume akasema la'ana Allahu akilu riba wa mukiluhu wa katibuhu wa shahidai. Watu watano hawa Mwenyezi Mungu amemlaani mtu ambaye anayekula riba, wa mukiluhu, na mtu ambaye anayechukua riba, wa katibuhu, na mtu yoyote ambaye anaandika ile riba. Wewe ni mfanyikazi ndani ya benki ya riba, kazi yako ni kuandika tu, wewe una matatizo mengine, wewe unaandika tu. Wa shahidai, na mtu yoyote ambaye alishuhudia ile riba ikichukuliwa ama ile muamala ikifanywa. Wewe umeshuhudia tu, wewe si kitu kingine. Wewe vile vile madhambi yako ni sawa na ule mtu aliyokula riba. Sasa wewe ndugu zangu unatangaza laana, Mtume anakulani, Mungu anatangaza vita na wewe katika dunia hii. Unatarajia utakuwa na kheri gani? Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokwenda Isra al-Mi'raj aliwakuta watu wana matumbo makubwa kama jabali, matumbo yao yamekuwa makubwa kama jabali. Mtume akamuuliza Jibril, hawa ni kina nani hawa? Jibril akamjibu akamwambia, haulai aklatu riba, hawa ni wale ambao wanaokula riba katika umati wako. Kwa hivyo ndugu zangu, hii riba ni madhara na madhila, inawafanya watu maskini kuendelea kuwa maskini na matajiri kufilisika na kuishi maisha ya udhalili. Hii ndio matokeo ya riba ambayo Mwenyezi Mungu ameikanya kwa makali sana. Sasa leo ndugu zangu, vijana wetu, wazee, wanawake, tumezungukwa na fitna ya riba katika maisha ambayo tunaishi sasa hivi. Katika asili yetu ya sasa hii tunaishi katika zaman za fitan. Kama mtu riba haikumgusa wala haikumpata kwenye fuliza, itampata kwenye M-Shwari. Tena unaambiwa hii ni shwari, hii haina matatizo. Na ukikosekana kwenye M-Shwari itakupata katika Hustler Funds. Kama kuna mahali Waislamu waliteleza na wengi wakatumbukia ndani yake ni Hustler Funds. Na ikikukosa hapo, basi itakupata kwenye okoa jahazi. Ikikosa hapo, itakupata kwenye riba ndani ya benki, kwenye masako hizi. Hata kuna baadhi ya masako mengi ambayo zinatumia jina za Kiislamu, kwa sababu wewe ukiona jina ya Kiislamu iko pale, ni benki ya Kiislamu, Uislamu inauza. Na hawa watu wanajua wazi kwamba hapa kuna matatizo, lakini wanakula mali za watu katika njia ya batil, wanawahadaa watu, wanawahini watu. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameitaja hii akasema kwamba wa akhdhihim riba wa qad nuhu an wa aklihim amwala an-nas bil batil. Wanakula riba na Mwenyezi Mungu amewakataza, na wanakula mali za watu katika njia ya batil. Wanajua wazi kwamba hii si njia ya sawa, lakini wanawadanganya watu kutumia Uislamu. Wewe ukishaona jina ya Kiislamu, sijui At-Tauba Sako, Ar-Rahma Sako, sijui benki fulani ya Kiislamu, Islamic Bank, Uislamu inauza, kumbe watu wanaitumia kwa maslahi yao. Ndio unaona mmoja ameelezea, ametoa nakala ndefu sana, anasema kwa nini kutumia jina Uislamu ndugu zangu, so utumie jina zingine tu. Wewe ushawahi kuona Islamic beer, kwamba kuna bia ya Kiislamu, pombe ya Kiislamu hii, au Islamic pork, kwamba hii ni nyama ya nguruwe ndio, lakini ya Kiislamu hii? Ushawahi kuona hiyo?
Lakini kwa nini kutumia Uislamu katika mambo ya mabenki haya na mambo haya mengine? Kwa sababu ukitaka kumweza Muislamu, tumia jina ya Kiislamu. Hata wale wachawi wakubwa wanaopiga ramli katika nchi yetu ya Kenya hii, hata wale ambao si Waislamu wanatumia jina za Kiislamu, kwa sababu Uislamu inauza. Kama kuna bango moja tumeiona Isili hapa, ameandika pale, mganga mashuhuri kutoka Tanga, Tanzania, anaitwa Bi Zainab, anatibu maradhi yote. Unajua miongoni mwa matatizo ambayo huyu mganga Zainab anatibu ni kitu gani? Maana yake anaweza akatibu mpaka landlord wako, mwenye nyumba wako, akasahau renti yake. La haula wala quwwata illa billah, namna wanavyowakoboa watu yani. Lakini wewe ukishaona jina ya Kiislamu pale, unaona huyu Muislamu ndugu yangu huyu, kumbe sasa ndio unakwenda kukobolewa. Na wallahi kama kuna jambo la hatari katika masala haya, ni wanazuoni waliofitinika katika hii masala. Ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, innama akhwafu ma akhafu alaykum al-a'immatul mudhillin, jambo kubwa ambalo mimi nahofia kwenu nyinyi ni mwanachuoni aliyopotea. Akishakuwa huyu ni mwanachuoni amepotea, jamani, hali ya wafuasi wa hii dini itakuwaje? Ikiwa alimu wao ndo hali yake ni hii, mtu ambaye ni awamun nas, ndo wanasema Waingereza, if this is the priest, may God bless the congregation. Ikiwa imamu ndio huyu, basi Mungu awahurumie maamuma. Maamuma wamo katika hali mbaya sana. Huyu imamu mwenyewe, alim mwenyewe, mwanachuoni mwenyewe amepotea yeye, na anawapoteza na watu wengine. Fadhallu wa adhallu, Mtume anasema yeye mwenyewe amepotea na anawapoteza watu wengine. Sasa mtu akishamuona alim fulani pale, shekhe fulani yuko pale bwana, watu sasa hivi hawaangalii dalili, hawataki aya Qur'ani wala hadithi, wanaangalia watu. Shekhe fulani kasema bwana, unamuuliza mtu hii mambo umetoa wapi, anakuambia shekhe fulani kasema, sio aya imesema wala hadithi, hata kama huyo shekhe amekosea. Hii ndo hali ambayo tuko ndani yake ndugu zangu. Watu wanaangalia shekhe bwana, shekhe mkubwa yuko pale bwana, huyo ndo ambaye anayejua. Kumbe huyu ni shekhe ambaye wenda ikawa amepotea, wenda ikawa ameteleza, wenda ikawa hajui masala haya, amejiingiza mzima. Na ndio unaona kuna baadhi ya mashekhe ambaye ilipoanzishwa haya fitna za benki haya na masako haya, leo ukiwaangalia wale board members wanaohalalisha hizi vitu ndani ya hizi miamala ya riba, si wengine bali ni wanachuoni. Wanaitwa board members, maana yake wanakuwa na sitting allowance zao, wanahalalisha ya haramu na wanapitisha yale ambayo isiruhusiwa. Hii ni hatari ndugu zangu, wanaishi katika mstari hatari sana, na wenyewe wanajua hiyo. Ndio unaona ndugu zangu, lao kama hizi kweli ingelikuwa ni muamala wa Kiislamu ambao wanatumia jina za Kiislamu. Kuna baadhi ya mabenki hapa ambayo zilitumia jina za Kiislamu na ikaweza kuyumba na mwisho ikafungwa, ikachukuliwa na watu wengine. Vipi benki ya Kiislamu leo inayumba na inafuata sheria na maadili ya Kiislamu? Bila shaka ina matatizo hii. Ndio maana ikaweza kuyumba na wengine wakaingia hofu hasa, na watu wakaambiwa hakuna kutoa pesa zaidi ya pesa kadhaa, 10,000 kwa siku, hakuna zaidi ya hapo. Benki ya Kiislamu leo iwe ifanye mambo kama haya, maana yake kuna matatizo. Na hao wanachuoni wanajua, si kwamba hawajui, lakini ni fitna ndugu zangu. Hakuna kitu kibaya kama mtu kujiingiza kwenye mambo ya fitna. Leo ni wangapi wamejiingiza katika mambo ya riba kwa sababu ya fatwa yako wewe shekhe? Wangapi wamejiingiza katika muamala wa riba, wamelaaniwa na Mungu na mtume wake kwa sababu yako wewe ambao umetoa fatwa fulani ama uliweza kuonekana katika sehemu fulani. Nani ambaye amehalalisha la riba account kama sio mashekhe? Hatari ndugu zangu wallahi. Yani la riba account maana yake ni account ambayo haina riba ndani ya benki ya riba. Ni mashekhe. Kwa hivyo tuchukueni tahadhari ndugu zangu. Hakuna kitu kibaya kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutangaza vita na mtu kama huyu. Hakuna kitu kibaya kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutangaza vita
na mtu kama huyu, na hizi vita vitakuwa ni vita vibaya zaidi kuliko vita vyote ambavyo umewahi kuiona duniani. Leo vijana wengi malasaf wamefitinika katika njia moja na nyingine kuhusiana na masala ya riba haya. Leo ukitaka kutangaza vita na Mungu wako shilingi 50 na kutosha wewe. Ingia kwenye Fuliza, chukua mkopo wa riba, shilingi 50 tu inamtosha mtu Mwenyezi Mungu kumfanya kuwa ni adui yake. Paka mtu leo anataka kununua pasi shilingi 900 ya Kenya, 700 ya Kenya, anatangaza vita na Mungu, anajiingiza kwenye mambo ya riba. Akisema anakuambia hii ni mshwari bwana, hii ni shwari, haina matatizo hii. Na baadhi ya mashekhe wamepitisha bwana, Okoa Jahazi, mashekhe wamepitisha bwana, na wazi wanajua jamani, hii si kitu ya kufichwa. Masala ya halali na haramu iko wazi kabisa, kama Mtume alivyosema kulingana na hadithi aliyoipokea Nu'man bin Bashir. Mtume wa sallam anasema innal halal bayyin wa innal haram bayyin wa bainahuma umur mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas faman ittaqa ash-shubuhat faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi ash-shubuhat waqa'a fi al-haram karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi ala wa inna likulli malakin hima wa inna hima Allahi maharimuh wa inna fil jasadi mudghah idha saluhat saluha al-jasadu kulluh wa idha fasadat fasada al-jasadu kulluh ala wa hiya al-qalb muttafaqun alayh. Hakika halali iko wazi na haramu nayo iko wazi, hauwezi kudanganywa juu masala haya. Lakini juu ya halali na haramu kuna umuru mushtabihat, kuna mambo ambayo yana utata ndani yake. La ya'lamuhunna kathirun minan nas, watu wengi hawajui ni halali ama ni haramu. Tuende wapi sisi katika masala kama hii? Dini yako pia imekuelekeza. Mtume anasema famanittaqa shubuhat faqad istabra lidinihi wa 'irdihi. Jambo lolote ambayo ina utata, umeshatia shaka ndani yake, epuka nayo. Utaitukuza dini yako na heshima yako. Heshima yako itabakia juu mbele ya Mungu na mbele ya halaiki ya watu. Lakini waman waqa fi shubuhat waqa fi alharam, na mtu yoyote ambaye atakayeingia katika jambo ambalo lina utata tayari, huyu anasema hii inafaa, huyu anasema hii haifai, tayari kuna utata hapa. Ukijiepusha umeitukuza dini yako na heshima yako, na ukiingia ukayachukua hayo na ukaingia kwenye hiyo muamala, basi umeingia ndani ya mambo ya haramu. Ndio Mtume sallallahu anatoa mfano, karra'i yar'a hawla alhima, ni mfano wa mchungaji anayechunga kwenye ukingo wa mpaka. Kuna shamba hapa ambayo ni kubwa, lakini hii shamba inaye mpaka katikati hapa. Hii ni shamba ya mtu mwingine na hapa katikati ni shamba ya mtu mwingine. Majani imemea hapa yote, huyu bwana anafuga wanyama wake, analisha. Walipofika hapa, kabla ya kufika katikati, kwa sababu majani imefunika ile sehemu ya mpaka, kwa hivyo hajui mwisho wa sehemu yake ni gani. Alipofika hapa karibia na mwisho, akatia shaka, ama hata kama ni katikati, akasema nimefika sehemu katikati au bado. Kutia shaka tu, Mtume anamwambia rudi, rudi. Na ikiwa utaendelea, hata kama utakuwa wewe umo ndani ya shamba yako, utakuwa umeingia ndani ya haramu, utakuwa umeingia ndani ya haramu. Ndio Mtume akasema da'a ma yaribuka ila ma la yaribuk, acha jambo lolote ambalo una shaka nalo, chukua ile ambayo hauna shaka nayo. Ndio unaona maswali mengi ambayo inakuja, ndugu zangu, katika mihadhara kama hii, darsa kama hizi, vikao kama hivi. Mashekhe wengi wanaulizwa hata katika mitandao, katika baadhi ya maidhaa, je, hizi benki ni benki za Kiislamu? Hii sako ni kweli ni ya Kiislamu? Sheria inaambatana, inafuata sheria? Jambo fulani kweli ni halali? Maana yake tayari watu wenyewe wanatia shaka. Leo hatuwezi kutia shaka nyama ya mbuzi, jamani, ni halali, ni tayyiba. Hii ni nyama ya mbuzi imechinjwa kihalali. Hakuna mtu yote atauliza, jamani, nyama ya mbuzi iliyochinjwa kwa halali ni halali? Hakuna mtu anaweza kuuliza hivyo. Lakini ukiona watu wanauliza, huyu anauliza na huyu anauliza, tayari hapa imeshaingia shaka. Kuna wanazuoni wengine wameshasema hii kitu haifai, ni haramu, na wengine wakasema ni halali.
Mtume anakuambia kaa mbali, kaa mbali, utasalimika. Leo vijana wengi wamefitinika, ndugu zangu. Waislamu hapa mitaani wameingia katika biashara za riba. Wengi wamekwenda wamechukua mkopo wa riba katika njia ya kuchukua bodaboda, hizi mapikipiki hizi. Mtu anataka kuchukua simu katika shirika la simu, akinunua cash ile simu taslim analipa shilingi 15,000 za Kenya. Lakini lao atanunua kwa mkopo, atawekewa muda na ataanza kulipa percentage fulani, asilimia fulani. Baada ya mwaka, miaka miwili atakuwa amemaliza. Akija kuimaliza ile deni, ni sawa na mtu alionunua simu 3 ama 4. Watu wanachezewa usiku na mchana. Yani akija kupiga mahesabu, amemaliza kulipa ile deni ya pikipiki yake, ni sawa na mtu kununua pikipiki 3. Ni sawa na mtu kununua simu 3 ama 4, 42,000, 48, kitu ambaye alikuwa anafaa kulipa 12,000 ama 15,000. Na Muislamu anajua hii na anajiingiza tu, anakuambia nitafanyaje bwana. Wengine wamekwenda wakanunua tuktuk, wakanunua Uber, wakajiingiza kwenye mabiashara makubwa ya kufungua maduka makubwa na biashara kubwa. Kisa na maana, kuna watu wanafanya jamani, mashekhe wamehalalisha. Ndio unaona ule shekhe mmoja katika mji wetu wa Nairobi hapa, alipoingizwa kwenye hii muamala wa riba ya mabenki ambayo na mashirika zinazojiita Kiislamu hizi, alikuwa hajaambiwa ukweli. Baada ya kuingia mle ndani, ndo akaona jamani, kumbe hapa tumedanganywa, ni Uislamu ndo ambao unatumiwa. Huyo bwana alijitoa na akapanda juu ya mimbari ya Ijumaa hapa Nairobi na akatangaza hadharani kwamba hakuna muamala wa benki ya Kiislamu katika nchi ya Kenya. Hizi zote ni njia za mkato. Wayakuluna, anasema yakuluna amwala nnasi bilbatil, maana yake wanatumia hila, wanatumia njia za ujanja, wanatumia jina ya Kiislamu ili kuweza kuwavutia watu. Leo ni watu wangapi wametoa mapesa zao manyumbani? Ni watu wangapi wametoa mapesa zao katika shirika fulani wakaingiza katika hizi mashirika ambayo zinajiita mashirika za Kiislamu kwa sababu ya mashekhe hawa? Kumbe wanadanganywa, wanachezewa tu. Hizi pesa zinatumika katika njia mbaya sana. Ndugu zangu, inatakana watu wachukue tahadhari sana. Hizi ni vitu ambavyo inatakana kuzungumziwa sana, ili watu wapate kufahamu ile hatari ambayo tuko ndani yake. Nani ambaye alokuambia wewe kwamba katika dunia hii lazima uwe na nyumba? Utajenga nyumba na utakuwa na nyumba katika njia ya halali, hujakatazwa. Utanunua gari tena nzuri katika njia ya halali, hujakatazwa. Vaa vizuri, watoto wako wasome katika shule nzuri, kula vizuri, ishi katika nyumba nzuri, endesha gari ya kisasa nzuri. Yote haya hujakatazwa. Kitu ambaye imekatazwa ni mtu kufanya israfu. Lakini lao utajiingiza kwenye matatizo haya kupitia haramu, ndugu yangu, unatafuta matatizo na Mola wako jamani. Unatafuta matatizo na akhira yako. Wewe leo unalala chini ya nyumba msingi wake umejengwa juu ya riba, alafu unatarajia kwamba utakuwa ndani ya amani. Hamjawahi kuona watu, ndugu zangu, katika maisha yao mtu anaishi na watoto wake na mke wake, wakati mwingine inafika wakati mke anamwambia mume wake, wallahi nyumba mimi ninapoingia ndani yake naona kama niko kaburini. Hamjawahi kuyaona hayo? Ni hizi vitu vya riba ambayo Waislamu wengi wanazikimbilia. Hizi vinafanya ile nyumba inakuwa haina amani, vinatisha. Na ukimuona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekujaribu ukatoka pale, pata kujua Mwenyezi Mungu anakupenda. Kuna wengine wanajiingiza kwenye biashara za riba hizi na ndo anaenda hivyo mpaka anakufia hapo. Hakuna jambo la hatari kama hiyo. Lakini wengine Mwenyezi Mungu anawaletea mtihani, wanakuja wanashtuka, wanafungua macho, ai, kumbe nilikuwa nimeingia mahali hatari bwana, nilikuwa sijui. Anawacha, anarudi nyuma, anatubia, anakuwa salama. Ndio ule mmoja katika mtaa wetu wa Isilii hapa, alikuwa ana duka lake tu la kuuza ration. Anauza mafuta ya kupika, mchele, unga, sukari, baadhi ya sabuni.
watoto wake wanasoma, wanakula, wanavaa, anaweza kulipa renti ya nyumba, mke wake yuko salama, wanaishi maisha mazuri. Ghafla tu huyu bwana akainuka kimaisha, mara ameonekana ana matrela. Jamani, trela zinakwenda, biashara imenoga, amefungua maduka za chemist katika baadhi ya mitaa hapa Nairobi. Kuna trela inakwenda Mombasa, kuna nyingine imetoka inaelekea Uganda, sijui Rwanda, Kongo. Sasa hivyo jamaa ameonekana sasa hivi yuko busy sana, hana nafasi hata kuzungumza na watu kwenye simu. Lakini kuna marafiki zake Waislamu ambao walisoma naye madrasa hapa hapa Nairobi, wakapata habari kwamba huyu rafiki yao, ndugu yao katika imani, amefitinika na ameingia kwenye muamala wa riba. Basi wakamtafuta, wakampata kwenye mlango wa Jamia pale nje. Sheikh Saad anaelewa mambo haya. Walipompata pale kwenye mlango, wakaanza kumpa nasaha, wakamwambia, ndugu yangu, ndugu yetu, tumepata habari umejiingiza kwenye biashara ya riba. Kwa hivyo tunakupa nasaha, rudisha ile mali yote uliochukua kwa hawa watu, urudi katika ile biashara uliokuwa naye. Hata kama ni kunywa maji ya kunywa peke yake ni bora kwako wewe kuliko hii biashara ambayo umekwenda kujiingiza ndani yake. Wakampa hizi aya, wakampa hadithi ya Mtume, wakamtahadharisha, wakamkanya, wakampa kila aina ya nasaha. Ad-dinu nasiha, dini ni watu kunasihiana. Ule bwana akawasikiza. Walipomaliza akawaambia, jamani, sikizeni, ninyi mkitaka vitu vya halali nendeni mashambani. Mashambani ndio kuna vitu vya halali huko. Kuna kuku ya kienyeji, kuna muhogo, kuna mboga ya mchicha. Hapa town kama Nairobi city hii jiji huwezi kuleta mambo haya jamani. Wewe kila kitu wewe kanyaga tu. Wallahi hauwezi kuamini, huyu bwana Mungu alimpenda sana. Katika watu ambaye Mungu aliwapenda ni huyu. Benki ilikuja ikamtaifisha kila kitu. Alianza kushindwa kulipa. Kuna tele ilianguka, mara biashara ikawa haiendi, pesa kikufika mwisho wa mwezi. Unajua hao watu ambao wanajihusisha ndani ya riba, kuna wengine hata wameshapoteza kucheka ndani ya uso wao. Kucheka imepotea. Na mjawahi kuwaona ndugu zangu? Mtu anakunja uso kama ndimu. Ukikutana naye hawezi hata kucheka jamani. Maana yake yuko ndani ya hofu, na kile kikaribia mwisho wa mwezi ndo hofu inatanda kabisa sasa, kwa sababu benki inamngojea hivi. Na akijaribu kushindwa kulipa tu, atapewa onyo mara ya kwanza, mara ya pili, ile mali yote aliyochukua itataifishwa, na zile pesa zote alizokuwa ameshalipa naye itachukuliwa. Na sasa hivi imetoka sheria nyingine, atakamatwa, atatupwa ndani. Basi huyu bwana Mungu alimpenda, benki ikachukua vitu vyake vyote. Baada ya kutoka ndani, na waambieni ndugu zangu, huyu ndugu yetu sasa hivi katika mtaa wa Islihi anapita hoteli moja anakwenda hoteli nyingine kuomba chakula, na ni mtu ambaye alikuwa na riziki yake ya halali inamtosha yeye na mke wake. Nani ambaye amekuambia uende ukajiingize kwenye matatizo yote haya? Nani Sheikh? Ndio ile hadithi ya Mtume aliposema kwamba ithnani yubghidhuhuma ibnu Adam, kuna vitu viwili ambavyo binadamu anayachukia kwenye maisha yake. Hakuna mtu anayependa vitu viwili hivi. Almaut. Mtume anasema jambo la kwanza ambaye binadamu anaichukia ni mtu kufa. Kuna mtu miongoni mwetu hapa anapenda mauti ndugu zangu? Hakuna. Kuna mtu yote tayari yuko tayari kufa sasa hivi? Hakuna. Labda illa man rahim Allah. Almaut. Lakini Mtume anasema wa huwa khairun min alfitan, mauti ni bora kwake yeye kuliko mtu kujiingiza kwenye mambo ya fitna. Wakati mwingine mtu kufa ni bora kwako wewe kuliko kujiingiza katika mambo ya fitna, ukajikuta mahali ambapo kutarajia mimi katika maisha yangu naweza kuwa hivi, naweza nikajiingiza katika biashara kama hii, katika maisha kama hii. Huna raha maishani, watu wako wanashindwa kula, wanashindwa kuvaa, unashindwa kuwasomesha kwa sababu ya kulipa madeni tu. Unakosa usingizi mpaka wengi wanapomaliza kulipa hizi mikopo ya riba tayari wana maradhi katika miili yao. Ana maradhi ya moyo, ana maradhi ya kansa, ana maradhi ya kisukari, ana maradhi ya presha. Na alikuwa hana hivi. Mungu alimpa afya yake nzuri, maskini amekwenda kujiingiza kwenye fitna.
Sasa ilobaki anatumia zile pesa kuanza kujitibu. Sasa inampeleka pesa zote zinaanza kuliwa na madaktari sasa, na ameiendea mbio kweli kweli. Akaona watu wengine wote ni watu wajinga, wamelala, hawana akili hawa, mimi ndo ambaye nina akili bwana. Na mara nyingi watu wengi hapa, kama Mtume alivyosema, binadamu anachukia vitu viwili. Ya kwanza anachukia mauti, na ya pili anachukia pesa ndogo, anachukia mali ndogo. Akiona iko na kitu kidogo, hata kama inamtosha, anataka zaidi. Lakini Mtume anasema mali ndogo kwake yeye ni hisabu ndogo mbele ya Mungu, ni hisabu ndogo mbele ya Mungu. Wale watu ambao wana mali nyingi watakwenda kuhesabiwa, watahesabiwa kama ilivyokuja hadithi katika Sahih Muslim, wale watu wawili ambao watakaokutana katika mlango wa pepo. Wanajuana hawa watu, mmoja wao atahukumiwa, ataingia peponi, kisha ule mwingine ataambiwa wewe ngojea, bado hisabu zako zinaendelea. Sasa yule ambaye ameshaingia peponi, itapita mwezi hajamuona yule mwenzake, ataanza kumuulizia yuko wapi huyu fulani. Kila anayeingia anauliza umemuona fulani. Itapita mwaka, itapita miaka, itapita miaka 10, miaka 20, miaka 100, miaka 200, miaka 300, miaka 400. Mtume anasema itapita miaka 500. Ndo sasa huyu bwana anajikokota, anaruhusiwa kuingia ndani ya janna. Anakutana na ule mwenzake, anamuuliza ulikuwa wapi shekhe? Tumepitia starehe nyingi huku, kuna mahurul ain, kila aina ya matunda, kila aina ya raha, wewe ulikuwa wapi? Ule bwana anamwambia alhisab, alhisab, alhisab. Tulikuwa tunahesabiwa, nahesabiwa. Nimehesabiwa ndururu nilochukua, nimehesabiwa peni nilochukua, nimehesabiwa shilingi 5 nilochukua, shilingi 1, shilingi 5, shilingi 10, shilingi 20, shilingi 50, shilingi 100, shilingi 200, shilingi 500, shilingi 1000. Nimehesabiwa zote hizi moja baada ya nyingine kwa miaka 500 ya akhira, si ya duniani. Wa inna yawman 'inda rabbikum ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Siku moja mbele ya Mungu ni sawa na miaka 1000 ya hapa duniani. Sasa miaka 500 ya akhira itakuwa ni miaka mingapi duniani ndugu zangu? Kwa sababu ya mtu kutaka makubwa, wala hajali hii ni kitu ya halali ama ni haramu, anataka kukanyaga tu. Ndio Mtume sallallahu anasema sayati ala nnasi zamanun almar'u la yubali min aina akhadha almal amin halalin au min haram. Itafika wakati katika umati wangu Muislamu hatojali mali yake inatokana na kitu gani, inatokana na halali au na haramu, anakanyaga kila kitu ya ajali. Na kweli imefika asri yetu ya sasa, vijana wengi wanakwenda kujihusisha kwenye matatizo makubwa, wanajiingiza kwenye miamala ya riba, mambo ya kuchukua bodaboda hii, kila siku yuko barabarani kwenye hatari. Barabara yenyewe ni hatari ndugu zangu. Wangapi ambao wamejihusisha katika hasla fan na leo sasa hivi wamo ndani, wanakimbia, wako mbioni. Ametupa betri ya simu yake, ametoa ile sim card, ameshanunua simu mpya kwa sababu anadaiwa huku nyuma. Wako ndani ya hofu. Deni yenyewe ni kitu gani bwana? Shilingi 500 ndugu zangu. 500 itampeleka mtu wapi? Hata kuinua maisha ya mtu mama mboga yenyewe haiwezi. Nini ilikutuma huko? Kitu gani kubwa ndugu zangu? Na we Mungu amekupa afya ya mwili, unapata riziki yako mara 3 kwa siku, hata kama unapata kwa njia ya tabu. Afya yako ni nzuri, unalala kama ng'ombe, hautumii vitembe. Ukienda choo hapo watu watafikiri ni punda ndo ambaye imekwenda haja. Nini nyingine ambao unaitaka wewe ndugu zangu? Wewe kama sio tajiri katika dunia iwe ni nani wewe? Unawaangalia watu wewe unataka kuwa kama wao? Na ujali wamepitia katika njia gani? Na wallahi baadhi ya marafiki hapa ndo wanawapeleka wenzao katika miamala hii ya haramu. Mtu anamwambia mwenzake bwana, wewe unaendelea kuwa biashara hii, wewe unaandikwa tu, wewe huwezi kuendelea kuandikwa leo miaka 20 bwana. Twende tukupeleka katika shirika fulani. Tena ni halali kabisa, wala usiwe na wasiwasi.
mashehe wako hapo ndani wamepitisha sheria, hakuna wasiwasi bwana. Unafitinika bila kuuliza, bila kujali, bila kutaka kujua zaidi. Akishaingia mle ndani sasa, kutoka ndio inakuwa ni matatizo. Na wallahi mifano ziko nyingi, hatuna haja ya kuelezea kwa sababu mengine yanawahusu watu ambao tunawajua. Labda wakija kusikia haya wataona labda tumewatoa siri zao. Mifano ziko nyingi sana ndugu zangu. Kama kuna mmoja, huyu bwana ana rafiki yake mkubwa ambaye ni shekhe, ni alim, na huyu alim amefitinika na hizi muamala wa riba. Maana yake katika hizi miamala ya mashirika ambaye zinatumia jina za Kiislamu, wakidai kwamba hizi ni mashirika za Kiislamu. Sasa huyu shekhe anamwambia huyu bwana, shekhe, njoo uchukue mkopo, mimi nitakusimamia, mimi ni katika watu ambaye ni board members, maana yake wanaotoa fatwa katika hizi shirika za mabenki ambayo tunasimamia, hizi masako na mabenki zingine. Ule bwana akamwambia huyu shekhe, bwana, mimi ninavyojua hizi mashirika zote ambaye zinajiita kwa jina la Kiislamu, mabenki na masako na mingineo, wanazuoni wengi wamepitisha kwamba hivi vitu haifai, zina matatizo ndani yake. Kwa hiyo bwana, mimi mahali nilipo alhamdulillah, namshukuru Mungu, hata kama nalipa rent, watoto wangu wanasoma, wanakula, wanavaa, napata chakula ninavyotaka mimi, sina deni ya mtu, sina hofu na mtu. Mahali popote nataka nakwenda, mahali popote nataka narudi, wakati wowote naweza kwenda, sina hofu jamani. Kuna watu hata kutoka kwenye kioski hapa anaona amejiingiza kwenye hofu mwenyewe jamani. Anaona kuna gari labda inamngojea pale, anaweza kuja kudaiwa na watu ambao wanamtafuta na madeni haya. Sina hofu, mimi siwezi kujiingiza huko. Hapa alhamdulillah nimetulia na Mwenyezi Mungu amenipa riziki yangu, nashukuru. Basi ule shekhe kila mara kukutana na huyu bwana anamwambia, shekhe, njoo chukua, mimi bado nipo, nitakusimamia bwana. Anamwambia, nikichukua itakuwaje? Anamwambia, bwana, sasa utaboresha biashara yako, utaipanua, utanunua shamba, utaanza biashara ya kupanda baadhi ya mazao, utafuga ng'ombe, utafuga kuku, utanunua nyumba nyingine ambayo ni bora kuliko hii ambayo uko ndani yake, ambayo umepangisha, maisha yako itakuwa nzuri. Ule bwana anamwambia hapana. Basi siku moja huyu bwana anasema alipokwenda katika msikiti mmoja hapa Nairobi, alimkuta ule shekhe yuko na mashekhe wengine. Inaonekana kana kwamba hao mashekhe wote wametoka katika hiyo board sitting, maana yake ndio walikuwa wamekaa wanapitisha hizi sheria. Basi huyu bwana akasema, nimemwona ule shekhe wangu anataka nichukue mkopo katika ile shirika, basi leo mimi hii ni nafasi ya dhahabu, lazima niitumie, hii ni fursa dhahabia. Akamfuata ule shekhe mbele ya mashekhe wengine, akawaambia, jamani, salamu alaikum. Wa alaikum salam. Basi bwana, kuna jambo nataka niwaambieni. Huyu shekhe mashallah, Mungu amhifadhi, kila mara amekuwa akiniambia mimi nichukue mkopo katika hizi shirika ambaye zinadai kwamba ni shirika za Kiislamu, ima ni benki ama ni sako. Mimi siku zote nimekuwa nimekikataa kwa sababu nina sababu zangu, lakini leo nimekuja, niko tayari kuchukua mkopo, lakini kwa sharti moja tu. Anamwambia huyu shekhe mbele ya mashekhe wengine, kwa sharti moja, ukitekeleza hii sharti mimi niko tayari kuchukua. Sharti yenyewe ni gani? Siku ya Kiyama Mwenyezi Mungu atakaponiuliza, ilikuwaje wewe ukaenda ukachukua mkopo katika benki fulani ama sako fulani, na wewe tayari ulikuwa unajua hizi sako zina matatizo na sheria za Kiislamu, mimi nitasema ni wewe shekhe ndo ambao uliniambia. Kwa hivyo kama uko tayari, basi mimi vile vile niko tayari. Ule shekhe pale pale alimwambia, kama ni hivyo shekhe, mimi naona haina haja. Mimi nilikuwa nataka kusaidia, nilikuwa nataka kukuinua maisha, lakini sasa kuanza tena kutaka kuelekezana katika mambo kama haya, mimi siko tayari. Sasa uoni kwamba huyu shekhe kuna kitu ambaye anaficha hapa wazi wazi tu, na anajua kuna kitu kilichofichika humu ndani, na bado anawaelekeza watu tu, na yeye anajua. Ndugu zangu, kama sio fitna, ni kitu gani hii ambayo mtu anakwenda kujiingiza ndani yake? Na mifano ziko nyingi ndugu zangu, ingawa wakati umeshanikata, lakini twende katika kwa ufupi sasa, alafu tutoe kipindi cha maswali.
wale watu ambaye wametangaza vita na Mungu wao. Akhassu nnas, inna Allah la yuharib, Mwenyezi Mungu hapigwi vita bwana. Yeye ndo mwenye nguvu kuliko wenye nguvu, yeye ndo mfalme wa wafalme, hauwezi kushindana na Mungu. Lakini Mwenyezi Mungu amewataja hawa ambao wanaompiga vita Mwenyezi Mungu ni watu wanne katika surati Al-Maida aya nambari 33. Mwenyezi Mungu anasema innama jazaa'u alladhina yuharibuna Allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada an yuqattalu au yusallabu au tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf au yunfa'u min al-ard dhalika lahum khizyun fi ad-dunya wa lahum fi al-akhirati adhabun adhim. Hakika malipo ya wale watu ambao wametangaza vita na Mola wao na wakatangaza vita na mtume wa Mungu ambaye ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu, hebu angalia hawa watu namna walivyokuwa ndani ya hasara. Ametangaza vita na Mungu na akatangaza vita na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wayasauna fil ardi fasada, na wakaeneza ufisadi katika ardhi. Hawa watu, jambo la ajabu katika hii aya, Mungu hakutaja kwamba wamefanya nini, lakini Mungu ameanza na adhabu yao moja kwa moja. Hawakutaja ni vita gani ambao walimpiga naye Mungu. Ameanza na adhabu zao, na hii adhabu yao ndo sasa maswahaba wanakuja kutafsiri. Kama Abdullah ibn Abbas anasema, huyo ambaye ameadhibiwa na adhabu kama hii alifanya hivi, alipigana na vita, alimpiga vita Mwenyezi Mungu katika njia hii, na huyo aliadhibiwa na adhabu ya pili alimpiga vita katika njia kama hii, na adhabu ya tatu alimpiga vita katika njia kama hii, na adhabu ya nne alimpiga Mwenyezi Mungu na mtume wake vita katika njia kama hii. Ndio pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema an yuqattalu, wale ambao wanaompiga Mwenyezi Mungu vita na mtume wake na wakaeneza ufisadi na maharibifu katika ardhi. Kwanza an yuqattalu, wakipatikana watu kama hawa na kuna sheria ya Mungu. Hili jambo ndugu zangu, si mtu yeyote ambaye anaweza kuchukua uamuzi. Ni lazima ipatikane mufti, ipatikane sheria ya Kiislamu, kuna khalifa. Si mimi na wewe ndugu zangu. Usije ukasomewa aya kama hii ukaona kumbe mimi nina haki ya kumuua mtu kama huyu. Una haki, sio kazi yako. Kuna baadhi ya Waislamu leo wanafitinika katika mambo mbalimbali tu. Akisoma aya kama hii basi anataka kuchukua sheria mkononi. Hauruhusiwi. Hii ni mpaka iwepo na kiongozi wa Kiislamu, tena mufti au khalifa, ndo akatoa amri baada ya mahakama kupitisha kwamba huyu bwana ni haki hukumu ipite juu yake. Sio mimi na wewe tu hivi hivi tu, hapana, hairuhusiwi. Na lao utaifanya basi upate kujua utakuwa umeingia ndani ya madhambi makubwa. Ndio unaona vijana wengi wanafitinika. Hata miaka ya nyuma hapa kuna baadhi ya vijana wanaposoma vitu kama hivi basi wanaanza kutoa fatwa za ajabu. Mmoja anasema bwana ni halali kumuibia kafiri bwana. Mali ya kafiri ni halali. La haula wala quwwata illa billah. Kumuibia kafiri ni haramu kama vile kumuibia Muislamu. Haramu Sheikh. Wanasema bwana mali ya kafiri ni ngawira. Unajua maana ngawira? Ngawira maana yake ni ile mali inayopatikana katika vita. Unajua vita ikimalizika ya jihad, basi maswahaba wanashuka wanakwenda wanapata mafarasi, mavazi ya majeshi, kuna masilaha, madhahabu, kuna pesa, kuna mavazi mengine. Hii inaitwa ngawira hii. Sasa kuna vita gani ambayo tunapigana na hao watu hata useme mali yao ni halali kuibia? Ni haramu kama vile kumuibia Muislamu. Kumfanyia dhulma kafiri ni haramu kama vile kumfanyia dhulma Muislamu. Kumfanyia khiana kafiri ni haramu kama vile kumfanyia khiana Muislamu. Kumuibia kafiri ni haramu kama vile kumuibia Muislamu.
Hata kuna baadhi ya vijana wakaja wakafitinika hapa, wakasema, wakatoa fatwa miaka ya nyuma, kwa wale ambao wanakumbuka hapa kina Abbas na wengineo. Hii fatwa iliwahi kutolewa hapa Nairobi. Wakatoa fatwa kwamba mtu kula sambusa ni haramu, kwa sababu sambusa inafanana na msalaba. La haula wala quwwata illa billah. Maana yake ina miraba mitatu, kuna Mungu Baba, Mungu Mwana, Roho Mtakatifu. Ina maana atakunywa maziwa ya KCC uruhusiwi. Nani ambaye anayetoa fatwa kama hizi? Sambusa ni halali, maziwa ya KCC ni halali, kufunga tai ni halali. Ndio Mwenyezi Mungu anasema, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib hadha halalun wa hadha haram litaftaru ala Allahi alkadhib innal ladhina yaftaruna ala Allahi alkadhib la yuflihun. Mtu asifike kuongea na ulimi wake ovyo ovyo tu kwamba hii ni halali, hii ni haramu, ili kumzulia Mwenyezi Mungu urongo. Hakika wale watu ambao wanamzulia Mwenyezi Mungu urongo hawatofaulu, hawatofaulu. Kwa hivyo hizi sheria, ndugu zangu, ambao tunataka kuzitaja hapa, ni mpaka ipatikane sheria ya Kiislamu. Kuna khalifa, kuna mufti, kuna kiongozi ambaye anatawala, ikapitishwa kwenye mahakama ya Kiislamu kwamba huyu bwana anafaa kuhukumiwa na hii hukumu, ndio sheria itapita juu yake, si mimi na wewe. Sasa Mungu ameanza na moja kwa moja wale ambao wametangaza vita na Mola wao na mtume wake, wa kwanza akipatikana auawe. Kwa nini auawe huyu? Anasema Abdullah ibn Abbas, akiua yeye pia anauawa. Ameua katika njia ya dhulma, basi akipatikana yeye pia anauawa, lau kuna sheria ya Kiislamu. Ndio unaona mauaji haya yatakwisha duniani leo. Watu wanaipiga vita sheria ya Mungu, alafu wanatarajia mazingara yao iwe na amani. Muuaji anayeua anashikwa na ushahidi wote, bado unaambiwa kuna uchunguzi unafanywa, na hii uchunguzi itakwenda na mpaka mwisho. Ukiona mtu amepewa bond, pata kujua hiyo kesi imeshatupwa. Wangapi ambaye mikono yao imejaa damu wanatembea katika ardhi hii, na ulimwengu inajua kwamba hawa watu wamehusika katika umwagikaji wa damu ya watu fulani na fulani na fulani. Wallahi, kama kuna fitna hapa duniani, Mwenyezi Mungu asimjaribu mtu na kumwaga damu ya mtu kwa dhulma. Wewe utalala vipi ndugu zangu? Utaishi vipi? Hali yako itakuwa vipi? Ndio unaona hata haya mauaji ambayo yametokea sasa hivi, maandamano katika mji wetu wa Isili hii, watoto wawili wa kike na mama yao maskini, watu wamechinjwa kama kuku. Hii ni hali ya kuogofya, hali ya kutisha. Manake wako wapi wahusika ambao wanahusika na mambo haya? Hata mtu ashtuki wala hajali. Lakini mahakama ya dunia, mtu anaweza katumia pesa, anaweza kahongana, anaweza katumia mawakili wakakunja sheria akashinda kesi. Lakini kuna mahakama ya akhira na mahakama ya Mwenyezi Mungu, wa huwa ahkamul hakimin. Mtume sallam anasema, awwalu ma yuhasabu bihi baina banu adama yawm alqiyama fi dima, jambo la mwanzo ambaye binadamu na binadamu mwenzake watahesabiwa nalo mbele ya Mungu siku ya kiyama, itahusu umwagikaji wa damu. Ulimwaga damu ya nani? Ulihusika katika kifo cha nani? Wallahi, siku ya kiyama tutakwenda kuona kesi nyingi sana, na watu watashangaa kuona mambo yote haya yakafichuka mbele ya watu. Ndio unaona siku ya kiyama kuna hadithi ambayo wameisahihisha wanazuoni, wanasema siku ya kiyama yule mtu aliouawa atamshika yule mtu aliomuua shingo. Wanafufua kutoka katika kaburi, yule bwana atamuona aliomuua mbele yake, atamshika shingo, atamwambia Mwenyezi Mungu, Rabbi salhu fima qatalani, Mwenyezi Mungu muulize huyu aliniua kwa sababu gani mimi. Anayeua hajui anaua kwa sababu gani, na anayeuawa naye hajui anauawa kwa sababu gani. Na wengi wanaua kwa sababu ametumwa na mtu, anaua kwa sababu kuna pesa fulani, au kuna mali, kuna kitu ameahidiwa, au anaua kwa sababu hataki fulani apate haki fulani. Huyu akiwepo hapa basi mimi nitakosa kitu fulani.
unakwenda kuchukua uamuzi kama huu? Ndugu zangu, ukuona uamuzi mwingine ya kuitetea haki yako katika njia ya sawa? Unakwenda kumwaga damu ya mtu, sio damu ya kuku hii ni damu ya binadamu jamani, sio kitu ya kuchezea hii. Lakini leo kwa sababu haimuhusu mtu ndio unaona watu wananyamaza, lakini ikiwahusu wao utaona ulimwengu inavyopiga kelele. Sasa hivi anayetokea hapa waliosibiwa ni watoto wa kike wa Kiislamu, mama yao ameuawa, watu wananyamazia kana kwamba hakuna kitu imetokea. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yupo na anaona kila kitu, na Mwenyezi Mungu anawajua madhalim. Mtume sallam anasema inna Allaha la yumli lidh-dhalimi hatta idha akhadhahu lam yuflit. Mwenyezi Mungu anamsubiria mtu aliyodhulumu, anamwacha tu aendelee, anaona kwamba yeye maisha yake inanoga, inaendelea, kila kitu yake iko sawa. Siku ambayo Mwenyezi Mungu ataamua kumshika hatomwacha. Kwa hivyo mtu akiua na yeye naye anauawa, iwe ni funzo kwa watu wengine. Sio leo unaona sheria hizi watu wamezipinga sheria za Mungu, wanazipiga vita sheria za Mungu, kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema ayuqtalu au yusallabu. Mtu wa pili akipatikana mtu kama huyu anapigwa msalaba. Ni nani huyu anayepigwa msalaba? Anasema Abdullah ibn Abbas, akimuibia mtu alafu akamuua, basi huyu mwanzo anauawa, anapigwa msalaba, ama anapigwa msalaba alafu anauawa. Yule aliouawa amemuua mtu, hakumuibia, amemuua tu, yeye pia anauawa. Lakini huyu ambaye ameiba alafu akaua, basi yeye naye anapigwa msalaba alafu anauawa, ama anauawa alafu anapigwa msalaba juu ya mti, ili ulimwengu ipate kuona kumbe mtu akipitia njia kama hii ya majangili ambao wanapiga watu makabari barabarani na kuwaua watu na kuwanyonga watu na kuwapiga watu risasi na kuwachinja watu, wakipatikana unaiona hadharani juu ya mti hivi, nani ambaye atarudia tabia kama hiyo? Ndugu zangu, atajua hapa nikishikwa hakuna mtu atajaribu kufanya mambo haya. Ndio unaona sheria ya Kiislamu ilipokuwa inatawala hii ardhi, mauaji ya kiolela ilikuwa hakuna, kwa sababu watu wanajua hapa sheria haichezewi. Lakini sheria ya Mungu ilipopigwa vita ikatupwa nje, sasa ndo watu wanajua hata mimi nikifanya ile ambayo nitakaifanya hakuna mtu atanifanya kitu. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema au tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf. Mtu wa tatu akipatikana huyu atakatwa mguu na mkono tofauti. Akikatwa mguu wa kulia atakatwa na mkono wa kushoto, akikatwa mguu wa kushoto atakatwa na mkono wa kulia. Maana yake mtu akikatwa mguu wa kushoto na mkono wa kulia anapoteza balance, hata kusimama yenyewe huwezi. Ndio Firaun alitumia adhabu hii kwa wachawi wa Firaun wakati waliposilimu, akawakata miguu na mikono tofauti tofauti, alafu akawapiga msalaba kwenye mti. Wale wachawi wakamwambia, wewe hukumu, una hukumu hii dunia jamani, lakini sisi tumeshaiona janna mbele yetu, hatuwezi tena kurudi nyuma, wala hatuwezi tena kuendelea na hii dhulma ambayo unatuambia tuyafanye. Wewe fikiri ndugu zangu, mtu anakatwa mguu na mkono min khilaf, hata kutembea inakuwa hawezi, anakosa balance. Unajua mtu labda amekatwa sehemu moja, anaweza akatumia sehemu yake moja kujirusha rusha. Huyu ni nani huyu? Amefanya madhambi gani hata akatwe mkono mmoja na mguu mmoja min khilaf? Ni mtu ambaye atawaibia watu kimabavu, kama vile unavyoona mapirates au watu ambao wanavunja nyumba za watu, wanaingia ndani ya nyumba wanawaibia watu kimabavu. Basi akipatikana kama mtu kama huyu na ushahidi umepatikana, basi kuna sheria ya Kiislamu na kuna mahakama ya Kiislamu, atachukuliwa hatua kama hii.
Ndio unaona watu, hakuna mtu atajaribu tena kuvunja nyumba ya mtu jamani, hakuna, kwa sababu wanajua wazi mimi nikishikwa hapa sina salama katika maisha yangu. Lakini hawa leo wanakwenda wanaitwa mahadko, anakamatwa baada ya siku 2-3 unamuona yuko nje, anajua mimi hata mnipeleke wapi hakuna mahali mimi nitakwenda na bado nitarudia tu. Lakini mtu wa mwisho, na namalizia hapa ndugu zangu, wakati umeshanikata, au yunfau min al-ard, huyu akipatikana na hili jambo anahamishwa katika ile nchi ambayo alikuwa akiishi ndani yake. Amefanya nini hata hahamishwe? Amemtishia mtu maisha tu. Angalia sheria ya Kiislamu ndugu zangu, haikuacha kitu bwana. Hawa watu ambaye wametangaza vita na Mola wao, mmoja wao ni mtu ambaye anamtisha mtu, anamwambia wewe bwana, nitakuonesha wewe, utanijua mimi ni nani mimi, wewe unanichezea mimi, unanijua mimi ni nani mimi. Hiyo kauli peke yake umetangaza vita na Mungu. Ndio unaona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi ambayo ni sahih, almu'min almuslim la yurawwi' muslima, muislamu wa kweli hawezi kumtisha ndugu yake muislamu. Sio jambo la murua, sio jambo la adabu ukamtisha ndugu yako ukamwambia nitakuonesha au nitakufanya hivi au nitakufanya hivi. Unajua wakati mwingine unaweza ukamtisha mtu, ule mtu akapata hofu akaanguka akafa, ama akaja akapatikana na jambo, labda akapatikana na jambo akauawa na mtu mwingine, ama akagongwa na gari, ama labda ikatokea jambo lingine akafa, mshukiwa wa kwanza atakuwa ni wewe. Lakini lau kama hakupatikana na jambo lolote, umemtisha tu, akakuripoti kwa idara ya mahakama ambaye ina hukumu kulingana na sheria ya Mungu. Hata mahakama ya kiserikali ukipeleka mahakamani mtu amekutisha, una sheria ambayo utachukuliwa, ima utatupwa ndani ama utalipa baadhi ya fine ambayo utachajiwa na ule mtu. Lakini lau kuna sheria ya Kiislamu, basi huyu mtu atahamishwa katika hiyo mji, atakwenda kupelekwa sehemu ambaye mtu kuishi ni ngumu sana. Wewe leo utolewe hapa katika mji wa town, upelekwe mashambani, remote area, sehemu ambayo hakuna maji, wakaazi hali zao wenyewe ni taabani, ukaambiwa na wewe vile vile utaishi hapa. Nani ambaye anaweza hayo ndugu zangu? Ama ukapelekwa katika sehemu ambayo unaishi na watu ambaye unawachukia wale watu. Hakuna jambo la hatari kama mtu kupelekwa kuishi na watu ambaye ni maadui zake. Ni sawa sawa na kumweka nyani na kunguru mahali moja. Nyani na kunguru hawapendani hawa. Ukamchukua nyani ukamweka mahali kunguru yupo, sasa hapo umempa nyani mtihani mkubwa sana, na kunguru naye umempa mtihani mkubwa sana. Lakini Mwenyezi Mungu anasema ndugu zangu, wewe lao utamuua mtu utauawa. Ukimuibia mtu kimabavu kisha ukamuua, kuna sheria ya Kiislamu na kuna mahakama ya Kiislamu, utapigwa msalaba kwenye mti kisha utauawa. Na lao utamuibia mtu kimabavu, basi utakatwa mguu wa kulia na wa kushoto min khilaf. Na lao utamtishia mtu maisha yake tu, utahamishwa katika ardhi. Lakini zote hizi lao hukumu itafanya kazi juu yako hapa duniani, Mwenyezi Mungu anasema dhalika lahum khizyun fi dunya, hii kwa wao, hii sheria ambayo imepita juu yao, hukumu ambayo imepita juu yao na tayari imeshafanya kazi juu yao, ni fedheha hapa duniani. Walahum fil akhirati adhabun adhim, na akhira kuna adhabu kubwa inawangoja kuliko hiyo. Adhabu kubwa itakuwa ni gani ndugu zangu? Kuliko mtu kuuawa, kuliko mtu kupigwa msalaba, kuliko mtu kukatwa mkono wa kulia na wa kushoto, kuliko mtu kuhamishwa katika mji. Sio jambo rahisi hilo. Maana yake kuna adhabu ambayo ni mbaya zaidi kuliko hii. Hii ni kionjo tu. Kwa hivyo ndugu zangu, tuchukue tahadhari na
sisi kujihusisha katika baadhi ya mambo ambaye Mungu atatangaza vita na sisi, na tuchukue tahadhari kwa sisi kutangaza vita na Mungu. Na wakati mwingine hata wewe hujijui, unaona baadhi ya watu wanapitia hii njia, wewe pia unapita, kumbe unajihusisha katika baadhi ya mambo ya hatari. Ndugu zangu, kuna baadhi ya vijana hapa wanapiga watu kabari barabarani, kazi yao ni kuwaibia watu, kazi yao ni kuwatia watu hofu, wanatembea na kisu kwenye jambia zao, wengine wanabeba bunduki. Wewe unatarajia utakuwa na maisha gani baada ya kumharibia mtu maisha yake? Unamuibia mtu mshahara wake, jasho lake, pesa zake ambaye alikuwa anategemea katika maisha yake na watoto wake, alafu unatarajia maisha yako iwe sawa? Ndugu zangu, na ni vijana wangapi wamepita hiyo njia uliopita wewe? Mwisho wao ilikuwa nini? Mwisho wao ilikuwa nini ndugu zangu? Kwa hivyo wewe ndio utapita salama? Haiwezekani. Aqulu qawli hadha subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.